ya Patrick. Hiyo ndio ninayohitaji. Hiyo ndio ilinilete hapa. Nimesaidia watu wengi na mambo yao. Kwa hivyo hii ya Patrick haitanishinda. Haitanishinda. Pesa za Patrick utarudisha, hata wewe mwenyewe unajua. Uwezi fanya kazi kwa miaka hiyo yote bure. Ukirudi ukute una. Pole mtoto wangu sema ni pesa gani umeshinda ukituma? Umeenda vizuri, ufanye vizuri. Wewe nimekwambia hii ni family matters. Nini unataka? Nyumba ya Patrick, hii ni nyumba ya Patrick. Hii ni nyumba nimejenga na pesa yangu. Na imeandikwa. Rose, you are my wife. Can you go out? Ngoja Patrick, ngoja. Can you step out? My brother, what is this? Step out. Is this the money that I've been sending here? Ndio unatupigia kelele. What is it? No, hatuwezi kwa tunafanya. Hata kukuza toka ni we Hizo miaka zote tumekaa na wewe, kuna mtoto uliniacha na yeye. Haukuwa unajua hivyo akikutumia pesa. Hello, mambo vipi watu wangu? Hope mko poa na hope mmeshinda poa. So it's your girl Tiana and welcome back to my YouTube channel. And tafadhali make sure you subscribe to my YouTube channel and also turn on the notification so that anytime na post video yangu unaweza unakuja kukua wa kwanza kuwatch. So as you all mnaona niko na Nabii, Rose na Mr. Patrick. Anyway, the last video it happened ilifanyika kuwa vile Rose hata nyinyi mliona. Kama hujawatch go make sure umewatch na ndo ujue ni nini inaendelea. So Rose alikuwa Nabii alikasirika sana akamhadhibu Rose, but anyway acha nipe Nabii time so that atueleze ni nini itaendelea kutoka hapa guys. Okay Rose, niko na wewe. Jinsi umefikia unasema utaelezea mahali pesa siko. Nimekusamea kidogo tu kwa dakika hii ili ninanyamaza nikungoje useme hizo pesa zilienda aje na siko wapi. Kwa maana hakuna mtu ataenda huko nje kutafuta, akikuja akute ni kama hakuenda nje. Ni kama ana. Na unajua mimi nakuamini sana Nabii. Najua utasaidia Mr. Patrick. Mr. Patrick, how did you uliona aje? Uliona like uko na hopes pesa zako zitarudi ama vipi? I think this far things are working. If Rose can be slain to the ground, and then I'm seeing some light at the end of the tunnel. But I still am very hopeful that through Nabii, things might work different way. I know, like mimi niliwaambia guys, unaona hizi viburi watu wako nazo. Just try to be kind. Ni kukua kind ama ni kukua nini? Kukua chini, arudisha kiburi. Yeah. So Nabii, mimi nakupea tu time. Utuambie mambo vipi? Mambo ni Rose anielezee mahali nimefikia. Mimi ninahitaji mambo pesa ya Patrick. Hiyo ndio ninayohitaji. Hiyo ndio ilinilete hapa. Nimesaidia watu wengi na mambo yao. Kwa hivyo hii ya Patrick haitanishinda. Haitanishinda. Pesa za Patrick utarudisha, hata wewe mwenyewe unajua. Uwezi fanya kazi kwa miaka hiyo yote bure. Ukirudi ukute una. Sina pigia sistangu. Utaita sistako ndiye yako na pesa? Anaeleza kidogo kwenye pesa iko. Anaeleza kidogo? Sina. Sisikii vizuri. Usikii mwili vizuri. Ni kwa ajili ya hiyo kiburi. Ungenielezea kitambo, mimi sikukuwa na maneno na wewe. Nilitaka tu utuelezee. Huyu mtoto ameenda amemaliza miaka mingi na amekuja amekuta hakuna kitu. Hata anaweza shika kwa mkono. Humbled like this, we will be far. Because we have struggled, we have tried, we have spoken. But Rose, what has happened today? You can just see for yourself and try to help her. Sistangu tafadhali. Sister yako mimi mwenyewe hata hakuna haja ya kumuita. Mimi nguvu za Bwana. Ninainua hivi na kusema Kate, ninataka kukuona hapa. Akuja eleze hizo pesa zilienda wapi. Yes, Kate, that black lady. She is black lady. Achana na sistangu, achana na madharau.
Black lady, funny. Not a human. Ni mzuri black na brown na nini ni mtu tu. Hakuna shida. When I'm white. Hiyo haina shida. I was just trying to describe your sister. But madharau umeanza. Umeona nimerudi chini umeanza madharau. Yeye atakuja na atatusaidia, atalete. So unasema Rose, Yes. acha ndo you. I think hata Kate amefika. Kate. Acha tu nimlete seat weka, acha nilete Kate seat. At least guys, as you can see, Kate amefika na hope kila kitu at least tutapata clue penye pesa ziko. Kate, unaweza kuja kukaa. Unaona, so Kate ukaje? Niko poa. So Rose, nikuulize, so unamaanisha your sister ndo anajua story na hiyo pesa? Wewe hujui story na pesa, hujui maneno zingine juu. Si ni wewe ulijenga nyumba. So you know at least a bit about, unajua kuhusu pesa. Mbona unasema sister yako ndo anajua? Nilisema nitatafuta. Sasa mkiniuliza mingi unajua pia sina kitu naweza waambia, kwa hivyo mnaweza muongelesha. Rose, dada Rose, wewe ndio mke wa Patrick. Wewe ndio pesa ilikuwa inatumwa inaingia kwa Rose. Pesa imetokaje kwa China? Rose imeenda kwa Kate. And in fact they were here and they were fighting me very badly with this girl. Now it's good that you have called her. Let us put things in light. Ni vyema sasa, dada Kate. Yes. Niko hapa kwa kusaidia Patrick. Pesa zake aliyopeana yote milioni 20. Ninataka kujua Brekit, munielezee siko wapi, maana mimi ninajua. Hata usiponiambia au kujua utakuja hapa. Mimi mwenyewe nimekuita kwa ajili huyu amekutacha, unajua mahali pesa sipo. Kwa hivyo hata kama huku kuwa umepanga, nguvu za Bwana sinaona uko wapi na unastahili kuwa wapi. Sasa uko hapa. Tuelezee mahali hizo pesa ziko. So na unajaribu kusema Kate anajua penye pesa ziko. Wameshikana. Wakati Rose alikuwa anatumiwa pesa, alikuwa anaita dada yake akimweleza pesa imekuja kiasi hii. Unaona tufanyeje? Maana sichapata watoto hapa, sitaki kufanya maendeleo kwa hii compound ya huyu bwana. Tufanye nje kidogo, maana Rose alianza kubadilisha roho. Katikati alipoona hana watoto wa hiyo boma, alianza kubadilisha roho. Akitumia pesa yangu vile tu wanataka, everyone is missing my money. Nimekuja hapa na waomba msamaha. Najua tulikosea Patrick, so mimi nimekuja kuomba msamaha nabii na nitawaelezea mali pesa zilienda. Yeah. So nikianza pesa, nyumba yako yenye imejengwa, mimi sijui alitumia pesa ngapi, lakini kwetu ametubaia shamba. Dada Kate, mimi umekuja hapa, ninahitaji utuelezee, kwa maana naona dada yako saa hii hayuko sawa, amechanganyikiwa. Hata ukimuuliza anasema yeye hajui vitu kama hiyo. Ni kwa ajili alipata adabu. So nielezee pesa za Patrick, kwa maana inaonekana wewe ni dada yake, unajua juu ya maisha yake, vile alikuwa akikuelezea na kila alikuwa anafanya. Sasa ninaomba utuelezee jinsi hiyo pesa ya Patrick iko wapi. Kwanza hata sijui nilifikaje. Rose, nilifikaje hapa? Mimi nimeshtukia niko hapa tu, nimeacha vitu zangu nikakuja. Mimi sijui amekuta wapi nabii. Mimi najikuta tu kujikuna. Sijui shida ni nini. Sasa Rose ndio amesema akuite. Wakati alisema akuite, nikamwambia hata usishughulike na dada yako, mimi nitamuita. Nitatumia nguvu za Bwana na atafika hapa. Ni nguvu za Bwana zimekufikisha hapa. Wewe hata usijistress, umefika. Wewe kenye nabii anataka ni ujibu kenye amekuitia hapa, utujibu at least tuelewe. Juu usipotujibu hiki kitu tunafaa to resolve. Ndio maana uko hapa. Just give us the clarity, because Rose has undergone so many interjections here, and you are the only one who can tell us where my money has gone, because you used with her. Sasa mimi nimekuja hapa kwa niaba ya Rose, venye amenielezea
Wacha tuombe msamaha niwaelezee hizo pesa zilienda wapi. Msamaha bila pesa yangu nisijue ilienda wapi. Just forgiveness. Yes, explain please. Yani unataka tu kutuomba unataka kuomba Mr. Patrick msamaha na without the money. Aya, acha tukusikize. Muomba tu kwa niaba ya sister yangu. Pesa Rose aliona hapo mahali penye wewe hapo kwa mama yako, aliona hapo ni padogo na pia hakuna freedom hapo. So akaniambia hiyo pesa unamtumia umemtumia anaenda kununua shamba. Anaenda kununua shamba. What freedom did she want? What freedom? That is my family. That's my family where I knew that she will stay very well and we live on. Mka mamako ndo huyo wako hapo nje. Siwezi kuleta hata rafiki, mamako ndo huyo anachungulia nini. Na B, umesema huyu sister yake Rose anajua kila kitu ya sister yake. Anajua kabisa in and out, anajua. Keti ndiye anajua kila kitu maana ni dada yake huyu na chochote Rose alikuwa anapokea wakati wowote alikuwa anaambia Keti. Ni marafiki, ni madada na ni marafiki wa ndani. Hakuna kitu Keti ajui juu ya Rose. Na hakuna kitu Keti ajui juu ya pesa ya Patrick mahali ziko. Hapo nakubali kwa sababu kuna siku alivuruga Mr. Patrick sana. Big fight that she was even almost jumping on my neck. So she understands where my money is. Thank you Nabii. Simshaleta Nabii tu sameheane bila kuongea hivyo vikali. Hiyo Mr. Patrick ataamua. Anyway, please tuambie Nabii anataka kutujua, ametaka tujue nini iliyapenia pesa ya Patrick. Okay, si kwa ubaya. Rose ni dadangu, nampenda sana. Na pia Rose anapenda bwanake sana Patrick. Like really? By the way, Rose anakupenda sana na Rose ni msichana mzuri na Rose ni dada yangu namjua in and out. Sasa wacha tu niwaelezee mali hizi pesa zilienda. Rose wakiwa na mama yako na James walikaa chini wakaelewana. Wakapanga watoke pale mali wanakaa waende wanunue kwingine wajenge. Wakasema wanaenda kujenga huko mali wewe utajua. This disgusting. My own mom and James my brother? Yeah. Okay, proceed. Wakaenda wakajenga nyumba, hapo ndio mali wamekuwa wakikaa. Na wamekuwa wakikaa tu vizuri. Hiyo pesa ukituma unatumia Rose, hata mimi ashanipeleka au hata mimi ananishughulikia. Oh my God. Even you've been sharing into my money. Ni vibaya kupeleka. Si tuko familia kukula. Alitushughulikia. Pesa, kwanza mama yako by the way unafaa umuulize vizuri. Mama yako anajua kila kitu in and out. Hizo pesa zikiingia wanakaa chini na Rose. Hata James pia anajua. Hii pesa mali inaenda anajua vizuri kabisa. Hiyo mambo ya pesa na mama yake na ndugu yake. Hiyo ni mambo yangu, ninajua kila kitu kitatoka. Hiyo kila kitu kuna mambo mafiche. Hapo kuna mambo mengi wanaficha juu ya pesa ya huyu. Yote itatoka. Haina shida, lakini Rose ni mzuri. Hiyo pesa hajaribu. Hiyo pesa amejenga. Unajua hata Patrick, wacha nikwambie ukweli. Unafaa ushukuru Mungu, umejua mali wanakaa na umeona nyumba iko sawa. Hatujafanya that house is not worth the money I sent my sister. That hiyo nyumba ni ya hiyo 20 million. Do you know what is 20 million? We are talking about milioni 20. Milioni 20 sio hiyo. Hiyo nyumba nikiiona kutoka mahali nimeketi hivi ni nyumba itaweza chukua. Yes, mimi sitaki kwenda huko, naenda kuona huko na ninaiona nikiwa hapa. Hiyo ni ya worth kama 5 million. Where is theater? 15 million. Sasa hiyo pesa mimi najua Rose walinunua shamba wakiwa yeye, mama ya Patrick na James wamejenga. Pesa ingine yote mimi sijui maliko. Muite mama Patrick na James au ndio watajua mali hizo pesa zilienda. Lakini mimi sijui, ile kidogo yenye alitupea ndio najua na mali alijenga. Vitu zingine sijui. Sasa hiyo wananyenyekea wakisema wajui, lakini anyway ni sawa. Nabii, now there's some light. Hawajui wakisaa kura hawajui. Saa hii hiyo yote itakuja. Nabii, unaona vile wananyenyekea wakisema. Ninaona kwa maana ninajua sile silienda saidi hii ni kiasi gani, sile siko pande hii ni saidi gani. Yote vile waliyaongea watayatoa hapa. Lakini Nabii, mimi naomba tu msamaha. Nimeelezea tu mali pesa zilienda.
Hizo kidogo tu zenye msichana kama ako kwa ndoa anasaidia familia yake, hiyo ndio najua alikuwa anatusaidia kama familia. Lakini pesa mingi zilienda kwa familia ya Patrick, mama yake na James ndio wanajua mali hizo pesa ziko. Oh my God. You know, this is now making me more confused. So it's like my mom, my brother, and the family from where Rose comes from, you included, you are all in my money. Hiyo hawana shida. Hizo pesa, hiyo milioni 5 ndio imeweka hiyo nyumba yenye wanakaa saa hii. Hii 15 itakuja, itachileta yenyewe. Tunakula. Wewe tunavaa. Unajua sitakuja. Ulijua Keti atakuwa hapa, hukujua, umemuona. Sasa pesa hizo zote nasimulika nazichua. Hafai kusaidia familia yake. Bwanake akituma pesa si lazima pia akumbuke aliacha familia nyuma yenye anasaidia. Hizo pesa hazifai tu kutumika tu hivyo huko kwingine. Lazima pia akumbuke kuna familia. Tulikuwa tukule. When I married Rose, I paid all the dowries. I paid the dowry. Your parents should also involve me. Send out. Hata sisi alikuwa anatupeleka out. Hata huyo Nelly rafiki yake alipelekwa out. So Nelly is also part of this. Yes. Ni vyema. Kiwango kikubwa uliza mama yako na James. Waulize pesa zingine zilienda wapi. Mimi vitu zingine mnitoe. Hiyo pesa ukinitumia ulikuwa unataka tu nitumie ama niweke tu. Nafaa nikule, nafaa nivae. Watu wengine wakienda out pia mimi nafaa niende ama ni. Kenye inauma Mr. Patrick, acha mimi nikujibu Rose. Kenye inauma Mr. Patrick ni vile uko na wanaume wengine, like uko na mume wako, anakuprovidea kila kitu. Unaenda una date watu wengine wenye hawajulikani, hiyo ndio kitu inauma. Ndio maana anataka vitu zake. Yeye anatoka nje, sichapata mtoto na Patrick. Umetoka nje na pesa ya Patrick na ujaleta huyo mtoto aliyekupeleka nje. Rose, ni nini shida? Mimi sina shida. Rose, nyenyekea kidogo, wacha tuwaelezee ili waelewe ni nini tunaongea. Tutawaelezea tu vile pesa imetumika na mtu elewe tafadhali. Rose ako na familia, hata kama ako kwa ndoa, ako na familia ingine kando. Lazima hao wazazi wake awashughulikie. Na pia Patrick, ujue ndugu yako mama yako yuko. Pia lazima hizo pesa ziwasaidie. Mama yako pia anataka kuvaa, anataka kukula, anataka kukunywa. Sasa lazima uelewe. Uelewe pesa yako ilitumika. But they cannot take all of my wealth to where Rose came from. She should develop herself first. And if Nabii, hebu uliza Patrick, hiyo pesa alituma tu iende kwa nyumba peke yake ama alituma ifanye nini? Rose anaweza kuwa ako na biashara. By the way, Rose ako na biashara mahali alifungua. Okay. Akaweka pesa hapo. Ambapo hiyo pia itawasaidia kwa hiyo nyumba yao. Na sasa usuri tunafuata vile maandiko. Sasa usuri ni ule Rose mwenyewe achakaa chini aelezee mume wake kile ulichokuwa unanipe. Angekuwa ametulia, huyu hawezi tulia bure. Akiulizwa anasema hana chochote. Ningemwambia angekuja kwa uzuri. Unaona sasa hivi vile mmenyenyekea, it's as if amukutumia pesa za Patrick. Lakini mimi Patrick Kenya naweza kupromise ni amini na Rose. Na Rose atakushughulikia na utapata kila kitu na kila kitu itakuwa sawa. In Jesus name, just amini na kila kitu itakuwa sawa. So guys, please stay tuned till next time. Bye.